Makambako peoples. Haitoshi, Makambako peoples. Asante, DJ tulia. Sasa ndugu zangu Makambako, tuko kwenye ziara ya chama, ziara ambayo tumebeba jumbe mbili. Moja, tunasema free Tundu Lissu, katiba mpya. Free Tundu Lissu. Mambo mangapi? Tulipochaguliwa kuwa viongozi wa chama chenu mwezi Januari mwaka jana, kwenye uchaguzi ambao ni uchaguzi wa kihistoria kwenye nchi hii katika chaguzi zote, uchaguzi ambao Watanzania wote wakiwemo wana CCM hawakulala, walikuwa nasubiri kuona kinachoendelea Mlimani City, na ulioneshwa wazi. Mwenyekiti wetu Tundu Lissu alisema tunachagua ili kuweza kuibadilisha nchi hii, tukizingatia historia ya nchi yetu kwamba tulipata uhuru tukiwa taifa ambalo halijaunganishwa. Mwalimu Nyerere kama muasisi wa nchi yetu, tukiwa hatuna barabara, hatuna kitu chochote, lakini tukitambua kwamba tuna taifa tajiri na lenye urithi wa watu na lenye rasilimali nyingi kuliko mataifa mengi duniani. Mwalimu Nyerere na wenzake wakajaribu kulileta hili taifa kuwa kitu kimoja, wakaliunganisha kwa lugha ya Kiswahili. Leo niko Njombe, niko Makambako nazungumza na nyie. Lakini Mwalimu Nyerere wakajitahidi enzi za chama kimoja, wakaandika katiba hii, katiba ya mwaka 1977, lakini katiba yenye mapungufu mengi. Na kwa sababu Mwalimu Nyerere alikuwa mwadilifu, aliamini kwamba watu wote wanastahili kuwa waadilifu na watu wote wanapaswa kutenda kwa dhamiri zao, lakini akasahau kwamba binadamu wako tofauti tofauti, wana ego na tofauti tofauti, wana tamaa tofauti tofauti, wana hisia tofauti tofauti. Mwalimu akaandika katiba hii, lakini yenye mapungufu mengi. Kwa kweli, kama Mwalimu Nyerere sio mtu aliyelifanyia taifa hili mambo mengi, tulipaswa kumlaani na kumlalamikia kwa ajili ya katiba hii. Lakini kwa niaba ya wananchi wote tunamsamehe, kwa sababu alikuwa mtu mwadilifu, japo alituachia katiba mbaya na yenye madhara makubwa kwa taifa hili kuliko kitu kingine chochote. Na nitaeleza kwa nini nasema hivyo. Katiba ndio kitabu ambacho kinapaswa kutuunganisha, kitabu ambacho kinaeleza kila kitu tulicho nacho, na hilo jambo, kama ni ardhi, kama ni mbuga za wanyama, kama ni madini, kama ni elimu, kama ni maji, kama ni misitu, kama ni wewe kupumua na kutibiwa na kulala, katiba inapaswa ieleze wewe utalala vipi, utaamkaje, madini yako yatatumika vipi, mazao yako yanauzwa vipi, faida yako unaipataje, ukidhulumiwa uchukue hatua gani. Hiki kitabu ndicho kinapaswa kueleza. Sasa kwenye kitabu hiki Mwalimu alichotuachia kina mapungufu, lakini kimeeleza haki nyingi sana. Moja, nitasoma chache ambazo ukizisikia kwenye masikio unazisikia ni nzuri sana. Moja, tuanze na ibara ya 8 ambayo inapata uongozi. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Nitafafanua baadaye. 2,
lengo kuu la serikali, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ni ibara ya 8, taieleza baadaye. Ibara ya 12 inasema hivi: haki na usawa. Binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa, kwamba binadamu wote ni sawa na wote tunazaliwa huru. Kipengele cha 2, kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Takuwa nasoma na rukaruka. Ibara ya 13, ni marufuku kwa mtu yeyote kubaguliwa na mtu au mamlaka yoyote iliyowekwa madarakani inayotekeleza madaraka yake chini ya sheria yoyote au katika utekelezaji wa kazi au shughuli yoyote ya mamlaka ya nchi. Ibara ya 14, nisome kwanza ya 13E. Ni marufuku kwa mtu yoyote kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazotweza na kudhalilisha utu wake. Imesema ni marufuku. 14, kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata hifadhi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake. Ibara ya 15, kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru. 2, kwa madhumuni ya, sasa ni nyingi mno, nitasoma na nitapoteza muda mwingi, lakini ukizisikia masikioni. Kuna nyingine hapa ibara ya 18 inasema kila mtu anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake. Anayo haki ya kutafuta na kupokea na kutoa taarifa au habari bila kubugudhiwa. Anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutoingiliwa katika mawasiliano yake. Sasa katiba hii imeeleza vitu vingi kama haki, lakini ikatengeneza kifungu, na ni kwa nini tunaipinga, kwamba hivyo vipengele vyote vinavyohusu haki ya wewe kuishi, haki ya wewe kupata elimu, imeeleza haki ya wewe kupata elimu, haki ya kupata matibabu, haki ya kulala pazuri, imeeleza vitu vingi kwa uzuri, lakini hivyo vipengele vyote vya haki ni vipengele ambavyo sio enforceable. Yani, sasa kwa Kiswahili hayo maneno hayapatikani vizuri, lakini etikati mkuu hiyo ni nini ukisema enforceable? Yes, nitaeleza ili mwe mnaelewa. Iko hivi: wewe unamiliki simu hapo, si ndio? Simu yako. Mimi nikija nikakunyang'anya hiyo simu, si simu hiyo ni haki yako? Wewe unafanyaje? Unaenda polisi, unaenda mahakamani, unanishinda kesi, mimi na nyang'anywa simu na unarudishiwa, au na lazimika kukulipa na usumbufu niliokusababisha. Sawa sawa? Hiyo sasa ndio tunaita enforceable. Yaani hicho kitu kinatekelezwa kwa sheria, yaani sheria inalazimisha kitekelezwe, na unaweza kukidai kisipotekelezwa. Makambako, mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi ni mwalimu, nataka tuende pamoja. Sasa haki ambayo haitekelezwi, mama yangu wewe, nchi hii Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Sasa tukisema ardhi, sisi tuna ukubwa wa ardhi kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba 890,000.
sisi peke yetu 945,000. Sasa tukisema ardhi, hatuzungumzii hili dongo peke yake. Tunazungumzia ardhi kwa maana ya vyote vilivyomo ndani ya ardhi na vilivyopo kwenye uso wa dunia ya ardhi, kwa maana ya misitu, kwa maana ya wanyama, kwa maana ya madini, kwa maana ya maji. Hiyo ndio inaitwa ardhi. Kwa Mwalimu alisema ili tuendelee tunahitaji vitu vinne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Sasa sisi tumebarikiwa sana. Sisi ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzanite. Sisi ni nchi ambayo tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, na sijui hata kama mnajua hayo madini yanatumika kutengeneza betri za simu na injini za ndege, yanatoka hapa Tanzania, pale Kagera, Kabanga. Tuna chuma, tuna makaa ya mawe, tuna almasi, tuna misitu, tuna mbuga kubwa kuliko zote. Sasa katiba inaposema una haki ya kusomeshwa, ina maana kwamba kwa kutumia rasilimali zetu upate haki ya kusomeshwa. Katiba inaposema una haki ya kuishi vizuri na kupata katika jamii hifadhi ya maisha yako. Hifadhi ya maisha yako ni nini? Kulala pazuri, ukiugua utibiwe, ndio hifadhi ya maisha yako. Katiba inaposema una haki ya kuchagua kiongozi na lengo kuu la serikali utakayoichagua litakuwa ni ustawi wako. Imesema kifungu cha pili kwamba lengo kuu la uwepo wa serikali, lengo kuu la uwepo wa serikali ni ustawi wa wananchi. Hivyo vifungu vyote vimewekwa hapa, lakini hivyo vifungu sio enforceable. Huwezi kwenda kuvidai mahakamani. Kwa hiyo ni vifungu ambavyo vimewekwa kama maua, havitekelezeki. Mtoto wako akinyimwa elimu, huna uwezo wa kwenda kwenye mahakama yoyote katika nchi hii kudai kwamba mtoto wangu ameenda chuo kikuu, amerudishwa nyumbani kwa sababu mimi sina hela. Serikali mlipieni. Imeweka kifungu kwamba una haki ya kupata katika jamii hifadhi ya maisha yako. Ukiugua ukaenda hospitali ya taifa wakakuambia unahitajika milioni 5, kama hauna utakufa. Na mume wako hawezi kudai kwamba mke wangu alifia hapa, hamkumtibu. Katiba yetu inaruhusu atibiwe, anaruhusiwa apewe hifadhi katika jamii yake. Kwa nini hamkumtibu na mume wako au ndugu zako walipwe fidia kwa sababu ya uzembe? Hicho kifungu hakiwekwi kwa sababu sio kifungu ambacho ni enforceable. Sio kama mnanielewa. Wangapi mnaelewa ninachosema? Kwa hiyo ndugu zangu Makambako, katiba hii imeweka vipengele vingi ambavyo ni vizuri sana, lakini huna uwezo wa kuvidai. Na tumekuwa hivyo kwa miaka mingi. Ndio maana leo rasilimali za nchi yetu zinaporwa na kikundi cha watu wachache. Leo tunaambiwa mali wanazomiliki viongozi, mali wanazomiliki watoto wa viongozi. Tunaambiwa mikataba inayoingiwa na watoto wa viongozi. Tunaambiwa namna nchi yetu inavyochezewa. Tunaona deni la taifa. Huyu mama ameingia madarakani, amekuta deni la taifa trilioni 59. Tangu wakati wa Mwalimu Nyerere mpaka Magufuli anaondoka, trilioni 59. Kwa miaka mitatu ya huyu mama mpaka leo, deni limetoka trilioni 59 mpaka trilioni 111. Sasa wanakuja hapa wanawaambia deni la taifa haliwahusu nyie, sio nyie mnao, tumekopa. Na nyie kwa sababu hamuelewi, mnafikiri hayo mambo ni mambo ya kiserikali, hayatuhusu. Lakini wewe unakwenda kulima mahindi peke yako, mbegu unanunua mwenyewe, mbolea unanunua mwenyewe, kupalilia unapalilia mwenyewe shamba lako. Ukipura tu ukiingiza kwenye gunia, unatoka shambani, wanakuanzia pale pale wanataka kodi. Uongo kweli?
unalipa kodi ya gunia la mahindi. Likipakiliwa kwenye gari, hiyo gari imekunywa mafuta. Kwenye mafuta hamo kuna kodi za serikali 17 kwenye lita moja ya mafuta. Kuna kodi inaitwa damage cost, kuna kodi inaitwa evaporation fee, kuna kodi inaitwa railway levy. Kuna uchafu na takataka nyingi kwenye kila lita moja ya mafuta. Sasa lita moja ya mafuta inapokuwa juu, inakuathiri vipi wewe mama yangu ambaye umelima mahindi? Kama kodi isingekuwa kwenye mafuta, mwenye gari angenunua mafuta shilingi 2,000. Kwa hiyo gharama ya kubeba gunia lako la mahindi ingekuwa chini, ungebaki na pesa mfukoni. Sio kama mnanielewa? Hivi mnanielewa vizuri? Hizo pesa zote zinazokusanywa ndio hizi zinazokwenda kulipa deni la taifa. Ndio maana makusanyo ya TRA kwa mwezi, mnasikia wanasema tumekusanya trilioni 1.9, lakini kati ya trilioni 1.9 karibia trilioni 1.4 zinakwenda kulipa deni la taifa, pesa ambazo zimekopwa na hazieleweki ziko wapi, kwa sababu hizo pesa kama zingekuwa zinaonekana, tungeziona kwenye miundombinu, tungeona barabara mpya. Hata nchi ya Zambia hiyo nimeona wanajenga barabara leni 4 kutoka Chingora mpaka Kitwe, kilomita 420. Wanajenga huku barabara 2 na huku barabara 2. Sisi vibarabara ni hivi hapa. Rami hiyo hapo, hii rami takataka hizi, ukipiga teke hivi kanachubuka hako karami yako. Uongo kweli? Wakati kuna watu wanajenga rami, tumekwenda na katibu mkuu, tumeenda naye Ujerumani. Tulienda, mimi nimeenda sehemu inaitwa Como. Nimekuta project ya mwaka 1800 na kitu haijawahi kuweka shimo hapa. Barabara za Samia zinajengwa leo, yani ni zile tunazoita disposable road. Sema disposable road. Yani disposable ni vile vyombo ambavyo mnaenda kwenye harusi, siku hizi unapewa kakijiko fulani ambako uendi nako nyumbani, na vikaratasi fulani inapakuliwa wali pale, kakimalizwa kale karatasi kameshaungua na mchuzi kameharibika. Ndio hizo hapa disposable. Sawa sawa. Sasa ndugu zangu, kwa sababu ya uwepo wa katiba mbovu, rasilimali zetu zinachezewa sana. Tumekuwa nchi tajiri ambayo ina rasilimali, lakini watu wake wasionufaika na rasilimali. Na ndugu zangu wa Tanganyika, ndugu zangu wa Njombe, ndugu zangu wa Makambako, tuko kwenye matatizo haya kwa sababu ya uongozi tu. Kama Mwalimu alivyosema, kama tuna ardhi, kama tuna almasi, kama tuna makaa ya mawe, kama sisi ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi, kama sisi ni nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote duniani, kama sisi ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, ziwa Victoria, na la pili duniani, kama sisi ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, kwa nini mtoto wako anakaa kwenye shule anakaa chini? Kwa nini mtoto wako anasoma kwenye elimu mbovu? Kwa nini kwenye nchi ya 3 yenye dhahabu nyingi, mke wako akipata mimba, kijana naye anapata mimba ya kichwa mawazo, miezi 9, mke ana mimba ya tumbo, kijana na mimba ya kichwa, wote wanawaza sijui nikienda hospitali wakaniambia mimba imegoma, inahitajika operation, sijui nitamfanya nini mtoto wa watu huyu. Nasema uongo? Nasema uongo? Kama kweli nchi ambayo ina kila kitu, kwa nini watu wetu wanalala njaa? Watu wetu wanalala njaa kwa sababu ya uongozi. Ndio maana tumekuja kwenu kuwaomba tujadiliane namna ambayo tutaunganisha nguvu. Uoga wetu umetufikisha kwenye matatizo makubwa. Mpigania uhuru wa Afrika Kusini wa zamani
anaitwa Stephen Biko, aliyeongoza harakati za mapambano akiwa mwanafunzi baada ya Mandela kukamatwa kwa miaka 27. Alisema hivi, the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha nzuri na bora anayotumia mtu anayekunyonya ni akili ya mnyonywaji. Narudia tena, silaha bora na nzuri anayotumia mnyonyaji kukunyonya wewe ni akili yako mwenyewe. Ndio maana serikali dhalimu, serikali ya wauaji, serikali ambayo haikuchaguliwa inatutia hofu. Hofu inaingia kwenye akili zetu. Tukishaogopa wanaendelea kutunyonya. Na najua hata hapa napoyazungumza haya, kuna wengine wanasema huyu mtu atalala leo, huyu ataamka kesho. Sisi wengine tumeishaamua kupuuza hofu. Tumeamua watoto wetu wawe yatima wakati wowote. Tumeamua wake zetu wawe wajane, lakini lazima tuikomboe nchi hii. Lazima tuibadilishe. Hili taifa Mwenyezi Mungu ametupa wote. Lissu kiongozi wetu aliyepigwa risasi 38 na serikali hii 16 zikaingia mwilini mwake. Angekuwa mtu mwenye hofu kwa akili ya Lissu, angekuwa mtu mwenye hofu, angerudi akae Ulaya amalizie maisha yake yaliyobaki duniani. Leo yuko ndani anateseka. Kwa watu tuliokaa gerezani tunajua gereza lilivyo mahali pabaya. Lissu ambaye hawezi kuchuchumaa, nyumbani kwake ana choo cha kukalia, gerezani hakuna choo cha kukalia. Fikiria anainama vipi kujisaidia. Fikiria analala kwenye sakafu. Juzi ameugua katika mazingira ya gereza. Mungu ndiye alisaidia. Kwa sababu yenu. Hao wadhalimu wamemfuata, wanamwambia kubali utoke gerezani, urudi uache siasa, uende Ubelgiji ukaishi maisha yako, tutakupa fedha. Amesema niko tayari kufia kwa watu wangu. Nyie, Lissu amesema yuko tayari kufia gerezani kwa ajili yenu, kwa sababu anataka katiba ambayo itampa yule mtoto usawa wa kusoma elimu anayosoma mtoto wa Heche. Akae kwenye darasa analokaa mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani kwenye nchi hii ambayo imejaa matabaka. Mtoto wako anasoma shule ya kidumu na mfagio. Mtoto wa Heche anasoma senti koruna, alafu anapewa mtihani unaofanana. Mtoto wako ataonekana siku zote hana akili. Kumbe hakupewa fursa sawasawa na mtoto wa Heche ili washindane katika meza inayolingana. Lissu anataka hayo. Lissu anataka mama yangu ulale sehemu anayolala Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye hakutoka mbinguni, alizaliwa kama wewe. Lissu anataka mtoto wako awe na fursa ya kuishi vizuri. Ndicho kilichomweka ndani, ndivyo anavyoumia. Anaposema hawezi kukimbia watu wake, yuko tayari kufa kwa ajili ya hao watu wanaoita watu wake. Je, nyie mnaoita watu wake mko tayari kufa kwa ajili yake? Mko tayari kuonesha kwa vitendo kwamba tuko tayari kufa kwa ajili ya Lissu, kwa sababu yeye amejitoa kufa kwa ajili yetu? Wangapi mko tayari kwa hilo? Tunapotembea hapa, sio kwamba sisi sio binadamu, sio kwamba hatuelewi nguvu alizo nazo Samia Suluhu Hassan na anavyoweza kuagiza majeshi yakatumaliza wakati wote. Sio kwamba hatuelewi, tunaelewa vizuri. Kwa nini tunatembea tunasema haya? Kwa sababu tumesema tukinyamaza nchi hii itapigwa mnada. Fikiria hivi. Fikiria hivi. Huyu Samia Suluhu Hassan mwaka 2017 akiwa makamu wa rais chini ya Magufuli, tulitunga sheria 2 bungeni. Katibu mkuu anazikumbuka, mimi nilikuwa mbunge. Nilikuwa waziri kivuli wa nishati wakati ule.
wa madini. Katibu mkuu alikuwa waziri kivuli wa nishati. Tulitunga sheria zinaitwa permanent sovereignty ya natural resources, na nyingine ya pili ilikuwa inaitwa nini katibu mkuu? Unconscionable terms, review and contracts. Hizo sheria zilikuja kuweka mazingira ya kuzuia rasilimali zetu kukabidhiwa kwa wageni kiholela, kwamba kila mkataba ambao serikali itaingia kwa ajili ya rasilimali zetu, lazima huo mkataba upelekwe bungeni, ujadiliwe na wabunge wajue na wananchi waone. Sasa naelewa mtasema hivi, hilo bunge ni takataka, na kweli ni takataka. Hilo ni bunge la wapiga makofi, na kweli ni la wapiga makofi. Hilo ni bunge dhalimu, na kweli ni bunge dhalimu. Lakini iko hivi, kwa mujibu wa sheria yetu, kitu chochote kikiingia bungeni kusomwa kinakuwa public document. Tunaelewana vizuri kwamba kinakuwa kiwa public document? Maana yake nini? Unakuwa waraka wa wazi kwa umma. Kwa hiyo ukiingia bungeni tu, na sisi Chadema ambao tupo kwa ajili yenu tunaupata. Tukisha upata tunaitisha mkutano Makambako hapa, tunasema hivi, ndugu zangu, chuma chenu hiki hapa amepewa Mrusi, hakina maslahi, fungukeni macho. Lakini Samia akiwa makamu wa rais, Magufuli anapitisha hizo sheria. Leo Samia ameingia madarakani, mkataba wa kwanza, piga mnada bandari kwa Waarabu. Waarabu wa Dubai. Dubai mamangu, ni kweli Dubai imeendelea. Ni kweli Dubai ina majengo mazuri kuliko sisi. Ni kweli uchumi wa watu wa Dubai uko juu kuliko sisi. Lakini mwaka 61 tunapopata uhuru, Dubai ilikuwa na watu 70,000. Watu wangapi? 70,000. Yaani nyie watu wa Makambako ni wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka 70. Walikuwa wanatembea, kwa sababu Dubai ni jangwa, wanatembea jangwani, wanaokota tende, hawana hata choo cha kujisaidia. Sisi tunapata uhuru. Leo Dubai wako 3,000,000. Sema 3,000,000. Wako 3,000,000. Sisi tuko 65,000,000. Kwamba sisi tuna bandari ametupa Mwenyezi Mungu, tunazungukwa na nchi 6 ambazo ni landlocked: Kongo, Zambia, Malawi, Uganda, Burundi na Rwanda. Zote zinategemea kutumia bandari yetu. Ndio maana mnaona maroli yanapita hapa, na kesho kutwa nitakuwa Tunduma, nitazungumza mambo makubwa zaidi kuhusu hiyo bandari. Ndio maana mnaona haya maroli yanapita na makaa ya mawe, yanapeleka bandarini, ziende huko Ulaya, ziende huko walikoiba wamepeleka. Ukiona Kongo wamenunua magari, mnaona yanapita hapa. Uongo kweli? Ili Kongo wanunue bodaboda ziende Kongo, lazima zipite hapa. Mzigo unaotoka Zambia kwenda hivi lazima upite hapa. Mzigo wanaonunua China ili uende Zambia lazima upite hapa. Yaani sisi Mungu ametuwekea maji, sisi ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, halafu meli inakuja hapa inashusha mzigo, inatulipa pesa bure. Yaani maji hayaishi leo wala kesho. Mungu ametuwekea, nyie ni kukaa pale mnakusanya hela, mnasomesha watoto, mnanunulia watu wenu madawa, mnajenga shule. Kwamba hiyo nayo kujenga gati ukae pale ukusanye pesa, eti sisi hatuwezi. Tumewakabidhi Waarabu 3,000,000, sisi 65,000,000 hatuwezi. Huo mkataba haujawahi kwenda bungeni uwe public document. Ulipita mle ukafichwa, lakini ule mkataba actually uliosainiwa haujawahi kwenda bungeni. Sheria inataka uende bungeni. Wamesaini mkataba mpya wa kuchimba dhahabu sehemu inaitwa Nyanzaga pale Sengerema. Mgodi mkubwa unaokuja unakuja kuwa mkubwa kuliko yote Tanzania nzima.
na unaenda kuwa mgodi wa 3 kwa ukubwa wa Afrika nzima pale Sengerema. Wamesaini kimya kimya. Juzi tumeona anaenda Russia, wamesaini mkataba mwingine hapo na Mtumbo wa kuchimba madini yanaitwa uranium. Madini ya uranium ndio madini yanayotumika kutengeneza nishati ya nyuklia na mabomu ya nyuklia duniani. Yako Tanzania hapo na Mtumbo hapo. Wamesaini, hatujui kilichomo. Sasa kama huyu mama anaweza kuvunja sheria ambazo wao wenyewe walipitisha miaka 4, sio miaka 7 iliyopita, huyo anastahili kuwa kiongozi wa nchi yetu? Ndio maana tumekuja kwenu kusema hivi, matatizo tulionayo, umaskini tulionao, sio umaskini aliotutengenezea Mwenyezi Mungu. Ni umaskini wa kutengenezewa na watu wachache. Ni umaskini unaotengenezwa na kikundi cha CCM ambacho hakina fikra, hakina mbinu, hakina uwezo wa kuongoza nchi hii. Inakuaje taifa huru? Mungu ametupa gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Gesi hiyo tunaweza kutengeneza mbolea hapo. Watu wetu wakanunua mbolea kwa bei ya chini, hata mfuko shilingi 10,000, wakazalisha chakula kwa wingi. Tukatafuta masoko duniani, tukauza chakula kule. Watu wetu wakawa matajiri, wakaendesha magari, wakarara pazuri. Lakini tunaamua tukanunue mbolea nje, tuje tuuzie watu wetu kwa zaidi ya shilingi 110,000 ili waendelee kuwa maskini. Wakiwa maskini, mwaletee kanga na chumvi, alafu mwaimbishe kwamba sasa kumekucha, wakati ni jioni. Tunahitaji kubadilika.